wateja wanakuwepo, ila sasa ukishapewa ile nauli unapewa ile ya zamani. Ukishachukua ukienda sheli yoyote utakayoenda kuweka mafuta, ile hela yote inaishia kwenye mafuta. Unaweza ukalipa trip 100,000 ikachukua lita 20 karibu 80,000 huko, inabaki shilingi 20,000. Kwa hiyo ni hela ambayo yote inaendea sheli. Kwa kazi inakuwa ni ngumu kuiendesha, unajikuta unakwama. Kwa hatuna msaada mwingine zaidi tu serikali kutuangalia sisi sote tunaotumia hii nishati. Na kweli siwezi kukubali mimi kufanya biashara kwa sababu mafuta yamekuwa bei kali, na unapokwenda kilomita zinakuwa nyingi. Ukimwambia mtu bwana, mafuta hapa bei kali yameongezeka, hakuelewi, kwa sababu unakuwa na mareji yako ya mafuta ni kwa zile kilomita unazoenda ni vile vile zinasoma. Kama unaenda sehemu yenye mafuta ya kilomita, unaweza kutumia lita 100 kwa shilingi bei fulani hivi, unaweza kukuta mtu ukimwambia bwana huko tunakokwenda mafuta lita 100 kwa bei fulani, hawezi kukuelewa yeye anataka. Kwa hiyo sisi hatuwezi kukomalia tena kusema kwenye buku, lazima sisi tupanishe tena bei. Kutoka buku naweza kaje kwenye shilingi 2,000 japo ni sehemu ya buku. Metokosi sana, yani serikali yetu bora tuangalie kuna upande wetu huko kwa madereva, hasa kwa madereva wasafirishaji, so wa bodaboda tupaka kwenye magari. Wametuminya sana, na ukizingatia na hizo vita za huko hizo, yani kwa kwetu bado imetukosti sana. Na sisi hapa tulikuwa nauzia kutokana na changamoto ya bei ya nyama hapa. Nyama kimsimamo hapa ilikuwa nasimama kwenye biashara bidhaa hapa ilikuwa inauzwa, ili uingie kwenye soko nyama ilikuwa inauzwa shilingi 11,000 au 10,500. Lakini sasa hivi biashara bidhaa haiwezi kwenda vizuri. Kwa mfano kama jana tumesikia kule Dodoma watu wameshindwa kupakia mzigo, kwamba kila lori watu wana kodi lori kule, walikuwa na kodi lori kupakia bidhaa kutoka Dodoma kuleta Dar es Salaam, walikuwa na kodi lori kwa shilingi 600,000. Lakini jana watu wameshindwa kupakia bidhaa, kwamba magari wamepandisha 900,000 kutokana na mafuta yamepanda. Kwa hiyo inamaanisha ng'ombe wakashindwa kuja. Wameshindwa kuja ng'ombe kutokana na mafuta yako juu sana. Na imepanda kwa sababu gani? Nadhani kila kichwa cha ng'ombe moja kutoka Shinyanga kuleta hapa tulikuwa tunapakia kwenye 40,000 au 45,000 kulingana na sehemu husika. Lakini kwa sasa hivi mafuta jinsi yalivyopanda bei, nadhani hata gari ambayo tulikuwa tunachukua kwa milioni 1 labda na 500,000 itaongezeka labda 300,000. Ina maana kwa 1.8. Sasa hiyo lazima ituasili sisi wafanyabiashara. Sasa moja kwa moja na uuzaji wa ng'ombe unakuaje? Maana yake gari ishapanda, kwa hiyo ng'ombe kivyo vyote lazima na ipande. Naam, lazima ng'ombe ipande. Kwa sababu gani? Nitachukua ng'ombe, lazima nimpigie hesabu ya nauli. Nauli ile ambayo nilikuwa napigia mwanzo labda 40,000 na ushuru na nini, inabidi niongeze tena maradufu pale. Ili kwa sababu siwezi tena kusema kwamba nipigie na bei ile. Lazima niongeze tena pale kama shilingi 10,000 ili ikae sawa. Ili faida yako iwe. Ile faida yangu iwe. Kwa hiyo kwa maana hiyo upandaji wa mafuta moja kwa moja umekuathiri wewe. Umeniathiri mimi pamoja na gari pia. Nadhani madereva wengi hata mabosi sidhani kama atakuwa anaruhusu kutoa gari yake pasipokuwa anapata chochote kile. Kwa sababu kulingana na upandaji wa mafuta bei. Kwa hiyo kwa maana hiyo labda hii hali ya mafuta kupanda ikiendelea kwa wiki moja hadi wiki 2 bila kurudi katika hali yake ya kawaida, nyie mtakuwa na hali gani huko sokoni? Mimi nadhani kwa sababu maisha yetu ni ya kila siku ndo haya. Hatuna pa kukwepea. Isipokuwa kwamba labda tulikuwa tunaiomba labda serikali ikaliingilia hili swala kati, kwa sababu mimi naamini kama kutakuwa na wakaweka kipengele fulani cha kusema labda ashushe kidogo, inaweza tukarudi kwenye mfumo wetu. Ila kama itakuwa inashindikana kwa sababu kila mtu anatumia mali zake na kila kitu kinachotokea, nadhani tutabidi tuendelee na maisha tulionayo. Kwa kumalizia, kuelekea Pasaka Jumapili, labda unaona kuna athari gani itawapata wanunuzi wa ng'ombe? Manake majumbani tunajua chakula kikuu ni ng'ombe, itakuwa nyama lazima awepo. Kwa hiyo labda wanunuzi watakuwa na athari gani sokoni? Manake tumeona tumezunguka Vingunguti kule, wote wakasema ni nyie ndo waamuzi wa hata bei za wao kule. Ndio. Na nadhani athari yake watapata ni kutokana na usafirishaji, na hakuna namna nyingine. Lazima tu atakubali, kwa sababu hakuna ujanja. Ukisema uache ndio hivyo tena, hauwezi kufanya biashara. Lakini lazima tuje kwenye tukio, utajikongoja hivyo kulingana na bei jinsi zilivyo, inabidi tuende nazo tu. Labda na kumaliza na wewe na kuomba unielezee mkasa wa gari Dodoma, ilikuwaje kwaje mpaka hiyo ikapanda? Story ya Dodoma, hizo magari. Hayo magari yanapanda kulingana na mfumo wa mafuta jinsi ulivyopanda.
kama laiti mafuta mtu anaamua kuipaki gari yake, ina maana haoni faida yoyote ambayo inaingiemo, kwa sababu utakapoenda Shell labda kununua mafuta, unapoenda kujaza mafuta unapigia na gharama uliopewa kutoka ruti hapa kuifikisha hapa, unakuta labda mafuta wakati mwingine hayakufikishi na mzigo bado hujafikisha. Mtu anaamua sasa kukataa na pidi gari yake ikae pembeni. Gari zinapotoka mkoani kule zinapoleta ng'ombe hapa Pugu, kwa sababu ndio soko kubwa. Kwa sasa gari inapotoka kule mkoani kuleta hapa Pugu, lazima yule mkulima atapigwa kule bei. Ushanielewa? Kwa ndo chanzo cha ng'ombe kupanda bei hapa Pugu na ndo chanzo cha nyama kupanda hapa Dar es Salaam. Umeona hiyo? Ina maana mimi nitapokuwa nimetoa ng'ombe zangu kule Dani mkoani, yule mwenye gari tofauti gharama nilizokuwa nalipa mwanzo na sasa hivi inakuwa ni tofauti. Umeona eh? Gharama tulizokuwa tunalipa mwanzo, unaweza kukuta gari inatoka mkoani labda kwa 1.5 milioni 2 mpaka hapa Pugu. Lakini kwa sasa ina maana gari utaipakia kwa milioni 2 mpaka inafika hapa Pugu. Kwa kila mnyama mmoja huyu, na mimi katika bei zangu za kumuuza lazima nitazidisha ili na mimi nipate kiasi kidogo. Umeona hiyo? Sasa mimi hapa nitamuuzia, mimi nimetoka na mkoani, ina maana nitamuuzia mtu hapa Pugu ambaye anatoka machinjioni naye anataka kwenda kuchinja kule, ambaye ndo msambazaji wa nyama Dar es Salaam. Yule atapokuja hapa lazima na mimi nitampiga bei. Ushanielewa? Nitafidia kutokana na mimi kiasi nilichopigwa kule kutoka mikoani. Umeona eh? Kwa ina maana huyu ng'ombe atakuwa amepanda juu, atakuwa ameasili pakubwa sana ni kifupi ya mafuta. Atakuwa ameasili pakubwa sana. Kwa hiyo mafuta unamaanisha ameathiri pakubwa. Na kingine kuelekea Pasaka sasa, kupanda kwa mafuta na inajulikana masuala ya nyama, kisha ile sikukuu nyama inakuwa bei sana. Je, ndo mnaonaga ndo sehemu yenu kupata hela. Sasa hiyo inakuwaje? Yani hapo ndo panakuwa pagumu zaidi. Yani tujajua mpaka sasa hivi, ina maana Pasaka ina maana itakuwa ni kesho kutwa Jumapili, si ndio? Lakini mpaka sasa hivi hapo unapoona uwanja huu unauona, sasa hivi ungekuta mang'ombe shajaa, lakini kadri unavyoangalia unaona uwanja mweupe. Ina maana mafuta yameasili kutokana na magari ya mkoani, ng'ombe haziji. Umeona hiyo? Sasa kama ng'ombe hazitokuja hapa Pugu kununuliwa, basi hata machinjioni kwa nyama zitakuwa adimu kuelekea Pasaka. Ni yangu kwa upande wangu naona usafirishaji utakuwa ni mgumu. Bei ya mifugo inaweza kawa imerange pale pale, lakini sasa mfugo kuuleta hapa tena swala la usafiri ndio litakuwa gumu. Kwa sababu sisi kuna biashara ya ng'ombe, kuongezeka kwa bei ya nyama au bei ya ng'ombe hakudipendi na usafirishaji. Umeona? Bei ya nyama inapanda kutokana na demand ya nyama au uhitaji wa nyama, ndio bei inakuwa juu ama inakuwa chini. Ama wingi wa mfugo inavyokuwa hapa ndio labda bei inakuwa chini au inakuwa juu. Kwa kuna swala la kwamba kuathiri sana moja kwa moja mifugo, sioni kama liko very direct sana na kuathiri mifugo. Lakini sasa je, mifugo itafikaje hapa sokoni? Ndio itakuwa swala gumu, kwa sababu mimi hapa pia najihusisha na wakala wa usafirishaji kutoka Tabora mpaka hapa. Tunatoza nauli 50,000 mpaka 57,000 kwa kichwa cha ng'ombe. Ama 50,000 nauli ya mfugo, 7,500 ni permit ama kibali cha mfugo kufika hapa. Ina maana kwa sasa permit itakuwa tena vile, itakuwa imeongezeka tena. Kwa hiyo pale kinachokuwa shida ni kwamba mfugo utafikaje kwenye eneo la biashara, lakini kutoka kwenye tuseme nanili sehemu ya kutoka kwenye source kuja kwenye destiny huko inakuwa sio shida ya mfugo, ila je usafirishaji ndio inakuwa shida. Wa magari wanatoza bei kubwa, gari ya 1,530,000 sasa hivi utaipata kwa 1,700,000. Na kama hivi jana na leo kumekuwa kidogo kuna changamoto ya usafiri, kwa sababu kwa mfano kuna idadi ya magari yanaweza kaja kwa siku magari 10 mpaka 15, lakini kutokana na hali ya mfumuko wa mafuta gari zitakuwa zimepungua, kwa sababu kuapproach dereva wa lori akukubalie inakuwa ni ngumu kwa bei ambayo tulikuwa tumeizoea, kwa sababu mnapigia labda idadi ya ng'ombe labda ni ng'ombe 30 kwenye hizi gari za kawaida, kuna semi trailers hizi ng'ombe 40 mpaka 45, kuna pulling ng'ombe mpaka 60. Sasa ukipiga kwa idadi 50,000 na mafuta yamepanda takriban 9,800 9,700 970 980, inakuwa ni ghali sana kupata gari. Yani kuikodi gari ikubebe mifugo paka kuileta kwenye sehemu ya biashara inakuwa ni ngumu. Lakini kuna swala la mifugo
mifugo inakuwa haina changamoto. Kwa hiyo sasa moja kwa moja waathirika wakubwa na mfumuko wa bei utaonekana kwenye nyama, kwa sababu nyie lazima mfanye biashara kwa faida. Na atakayekuja kuchukua ng'ombe hapa akamchinje machinjioni naye lazima apate faida, hawezi kufanya biashara kichaa. Kwa hiyo kwa maana hiyo moja kwa moja kuelekea Pasaka nyama ya ng'ombe itakuwa juu kwa maana hiyo, si ndio? Kwa maoni ya watu wengi wafanya biashara huwa kuna tabia ya kuzungumza, kupeana mawazo, kushauriana. Kwa maoni ya watu wengi wanafikiri kwamba kuelekea Pasaka ng'ombe zitakuwa au bei ya nyama itakuwa iko juu kutokana na mlipuko wa mafuta au ongezeko la bei ya mafuta. Kwa hiyo kwa kipindi hichi cha siku 3 hizi, siku 4 hizi baada ya mabadiliko haya kuelekea kwenye Pasaka, nafikiri nyama itakuwa inauzwa bei pengine sana. Sasa kwa kumalizia, hii hali ikiendelea kwa wiki moja, wiki mbili, wewe unaona inakuwaje kwenye swala la biashara yenu wa ng'ombe kuleta nyama mjini? Waathirika wakubwa, unajua kwenye biashara ya mifugo, mwathirika mkubwa ni mtu wa pili na watatu, mtumiaji na anayeuza kwenda kwa mtumiaji, ndio waathirika wakubwa. Watu wa kwenye source ama sehemu ambapo mfugo unatoka wenyewe huwa waathiriki sana, kwa sababu yeye anauza, lakini sasa unayekwenda kununua na unakuja kumletea wa mwisho, yani mtu wanasema last consumer, ndio wanakuwa waathirika wakubwa. Kwa hiyo kama itaendelea hivi nyama itakuwa bei kubwa sasa, na najua kutokana na hali ya kiuchumi ya Watanzania wengi, nyama ikifika kwenye 16,000, 17,000, yani utokaji wake utakuwa ni mdogo sana. Kutakuwa kuna mlindukano wa nyama nyingi sana kutokana na bei. Sio kila mtu anaweza kukidhi bei ya nyama kama itapanda. Sasa hivi nyama ina range 12,000, 13,000 mpaka 14,000. La, unaona utokaji wake unakuwa ni watu wachache. Sisi kwa affect kiusafiri kwa mizigo yetu imekuwa yani bei ya mlipuko imekuja spidi sana ya mafuta, na sasa hivi unakuta wateja wetu wamezoea ile bei ya nyuma. Sasa na kwa sasa hivi mafuta yamepanda, unakuta hata ukimwelekeza tu mteja bwana mafuta yamepanda kuelewi. Kwa hiyo kwa maana hiyo nasemekana wateja yani kutakuwa kuna upungufu wa wateja sasa katika hizi siku 2-3, si ndio? Ni kweli kuna upungufu wa wateja kutokana na bei ya mafuta yamepanda sana, ni kwa speed shilingi 1,000, na kutoka kwenye lita moja imezidi karibu ni lita moja shilingi 1,000 nzima. Sasa unajua kuna mwingine unakuta hajui, ukishakuja kumwambia mafuta bei kali bwana na niongeze kidogo, anakuwa yeye hakukubali kabisa bei hiyo. Na wewe unaweza kufanya biashara kichaa kupata hasara, si ndio? Na kweli siwezi kukubali mimi kufanya biashara kwa sababu mafuta yamekuwa bei kali, na unapokwenda kilomita zinakuwa nyingi. Ukimwambia mtu bwana mafuta hapa bei kali yameongezeka, hakuelewi, kwa sababu unakuwa na mareji yako ya mafuta ni kwa zile kilomita unazoenda ni vile vile zinasoma. Kama unaenda sehemu yenye mafuta kilomita unaweza kutumia lita 100 kwa shilingi bei fulani hivi, unaweza kukuta mtu ukimwambia bwana huko tunakokwenda mafuta lita 100 kwa bei fulani, hawezi kukuelewa yanataka. Inatuasili kwa sababu sio bei tulozoea, ni bei mpya imepanda ghafla kuanzia jana tarehe 1. Inatuasili kwa kiasi kikubwa. Ombi letu sisi tunaomba serikali tusaidie, hatuna jinsi sisi. Kwa hiyo na gharama hiyo labda na masuala yenu wa wateja inakuwaje kwenye swala la kupata wateja? Wateja wanakuepo, ila sasa ukishapewa ile nauli unapewa ile ya zamani. Ukishachukua ukienda sheli yoyote utakayoenda kuweka mafuta, ile hela yote inaishia kwenye mafuta. Unaweza ukalipa trip 100,000 ikachukua lita 20 karibu 80,000 huko, inabaki shilingi 20,000. Kwa hiyo ni hela ambayo yote inaendea sheli. Kwa kazi inakuwa ni ngumu kuiendesha, unajikuta unakwama. Kwa hatuna msaada mwingine zaidi tu ya serikali kutuangalia sisi sote tunaotumia hii nishati.